mpaka mimi nikadhani kwamba yule jirani atakuwa ni mrithi pia. Sasa jirani ni wote, si jirani Muislamu tu. Jirani akiwa Muislamu atakuwa na haki mbili, atakuwa na haki ya ujirani na haki ya Uislamu. Lakini na yule ambaye si Muislamu atakuwa na haki ya ujirani. Kuna bwana mmoja alikuwa anafanya na usalama wa nchi. Sasa kuna mijadala baina watu wawili wanajadiliana uzuri wa Uislamu. Sasa yeye alikuwa amekaa kando tu, ni mtu wa usalama, akawa anasikiliza tu. Sasa alipomuona yule mwenzake mwingine anataka kumgandamiza yule Muislamu kimazungumzo, asema mimi nitaka kuingilia kati hapa. Akasema mimi nitaka kuwapa kisa changu mimi mwenyewe. Sitaki kuambia mambo alofanywa mtu mwingine. Asema mimi nimekuwa duty zangu za sisi watu wa usalama, unajua tukiwa wakati wa duty ni wakati wa kazi, lazima uende kazi. Asema bibi yangu akawa ni mjamzito. Bibi ni mjamzito, anataraji anytime atajifungua. Mimi nikaenda kazini mwangu. Asema nikaenda kurudi mimi ni alfajiri. Kirudi alfajiri naona bibi amejifungua, mtoto ameveshwa nguo mpya, kwenye meza pale kuna chakula, hata mimi pia nimewekewa. Sasa nikamuuliza yule bibi yangu, bill gharama ya hizi zote ni ngapi tupate kuwalipa wenyewe? Akasema la, wale Waislamu majirani zetu wamesema hawataki hata peni moja. Ile zote wamelifanya, wamesema dini yao ndio imewaamrisha watufanyie sisi kwa sababu ya haki ya ujirani. Watufanyie sisi kwa haki ya nini? Haki ya ujirani. Sasa ndio pale naambia Uislamu ni neema. Si neema kwa yule Muislamu peke yake, la, ni neema hata kwa wale watu wengine ambao sio Waislamu pia wanapata neema ya Uislamu kwa sababu ya husni aljiwar, ule ujirani mwema ambao umefundishwa na Uislamu, umefundishwa na Mtume salawatullahi wasalamu alayhi. Ndio pale Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akaenda kumtizama mtoto wa Kiyahudi yuko kwenye sakaratil maut. Mtume salawatullahi wasalamu alayhi akamtaka apige shahada, yuko katika sakaratil maut. Yule mtoto akawa anamtizama babake kama kumuogopa baba. Wasemaje, nifuate maneno ya Rasulullah au vipi? Kama anaomba ruhusa kwa mzazi wake. Yule mzazi wake akamwambia ati Abul Qasim, mtii Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akapiga shahada katika, yeye yupo katika sakaratil maut, akapiga shahada. Mtume akasema qad naja, huyu ndiye mtu ambaye ataingia janna. Hakufanya amali yoyote, hakuswali, hakufunga, hakwenda umra, hakwenda hija, hakutoa zaka, amesema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, na ikawa ndio sababu yake kufanyaje, ya kuingia janna. Mtume salawatullahi wasalamu alayhi akasema qad naja. Sasa tunaposema sisi yataka sisi Waislamu yataka tujifakhiri kwamba dini yetu inatufundisha kuishi vizuri na watu wengine, bal hata maamkizi yetu ni maamkizi, tahia yetu ili tukiamkiana na watu tunawaamkia kuhimiza salama na amani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unamwombea yule unayemsalimia salamu, amani.
ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iwepo kwetu sisi. Kwa hivyo tunapozungumzia Uislamu, yataka sisi Waislamu tuwe na i'tizaz kwamba dini yetu inatufundisha sisi namna ya kuishi vizuri na watu wote. Man amana wa man lam yu'min, yule ambaye ameamini na ambaye hakuamini. Yule ambaye atakuwa ameamini atapata haki ngapi? Atapata haki mbili akiwa ni jirani yako. Akiwa jirani yako ni Muislamu atakuwa na haki mbili. Akiwa ni jirani yako si Muislamu atakuwa na haki ya ujirani. Lakini akiwa Muislamu atakuwa na haki mbili. Akiwa ni karaba yako sasa atakuwa na haki ngapi? 3. Kwa hivyo tuna jirani ana haki moja, tuna jirani ana haki 2, kuna jirani ana haki 3. Yule ana haki 3 ni nani? Ni jirani yako, ni Muislamu mwenzako, ni jamaa yako. Ni jamaa yako. Sasa katika kuwafanyia ihsani, huyu jirani ambaye ana mafungu 3, kumfanyia ihsani ni aula kwa mtu mwingine, kwa sababu yeye ana haki 3 kutoka kwako wewe. Tayeb, ili tuweze kufahamu hili, kuna malengo 9 Muislamu ataka awe yanamshughulisha katika maisha yake. Malengo 9. Huenda kwamba pengine wakati ukamalizika tukawa hatukuweza kuyamaliza, lakini yale ambayo Mungu atatuwezesha kuyafikia, basi itakuwa hayo ndio tutayatendea kazi, na Mwenyezi Mungu akitupa taufiki nyingine na uhai, kwa sababu uhai hauko mikononi mwetu, uko kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waweza tu kesho asubuhi ukaambia yule jana aliwazungumzia, unamkumbuka inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Lakini jana ametutolea darsa. Kwani akitoa darsa jana ndio hafi? Unajua binadamu sisi tuna tabia nyingine dhaifu sana. Jana tu tumekuwa naye magharibi ametutolea darsa. Hata awe amekutolea darsa alfajiri, waweza kufika wakati wa dhuha akawa ameondoka. Kuna bwana mmoja juzi tumekuwa na yeye kabla mimi kusafiri kuja huku, ni kifo ambayo imenipa shock mimi mwenyewe. Tumekutana na yeye atunazungumza, hana athari hata ya homa. Akanipa baadhi ya maagizo, kwa hisani yako yafikirie mambo haya. Sawa, mimi nikaondoka kule. Siku ya pili nikifika njiani, nafungua simu naona message ya kifo chake, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kwa hivyo sisi roho haziko kwenye control yetu, ziko kwa control ya nani? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingawa sisi binadamu twatoa visababu nyingi kama kuona kwamba kifo hakimfikii mwanadamu ila kwa sababu zile, lakini la, idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ile wakati kukufikia huwezi kuongeza hata dakika moja wala huwezi kupunguza. Tunajua sisi tuko katika mausimu wa khairi 2. Kwanza tuko katika ashhurul hurum, katika miezi mitukufu, na Allah Subhanahu wa Ta'ala yafalu ma yasha. Sisi hatuwezi kumuuliza Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa nini miezi hii ukaifanya mitukufu kushinda miezi mingine. Minha 4 hurum, tumeambiwa wala tadhlimu fihinna anfusakum, tusidhulumu nafsi zetu katika miezi hii, nao ni Dhulqa'da na Dhulhijja na Muharram na Rajab na Mudhar. Hii mitatu imefuatana. Sasa kwanza kwamba sisi tuko katika ashhurul hurum, yataka tujitahidi zaidi kufanya amali za khairi. Kwa nini? Kwa sababu ukifanya khairi katika miezi hii, ukifanya khairi thawabu zake ni nyingi. Ukileta istighfar, ukisoma Qur'ani, ukitoa sadaka, ukifanya jambo lolote la khairi katika miezi hii ashhurul hurum, ajiri yake ni adhim. Isitoshe kuna na 10 Dhulhijja, kuna na siku 10 ambazo ziko mbele yetu, zitafika baada siku 4 au siku 4. Baada siku 4 tutaingia katika 10 Dhulhijja, na hizi siku 10 Mwenyezi Mungu ameapa juu yake, na kuapa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa masiku haya ni kuonesha utukufu wake zaidi. Walfajri
wa layalil ashr. Allah ameapia haya masiku 10. Katika haya masiku 10 yataka mtu ajitahidi zaidi kufanya amali za khairi aina zote, na Mtume amesema kwamba mtu amali zilizo bora zinazopendwa na Mwenyezi Mungu ni zile amali mtu atafanya katika siku hizi 10. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliulizwa, je, hata kujitolea katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala itashinda mtu kufanya amali katika siku hizi 10? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, paka mtu ambaye amejitolea yeye na watoto wake na mali yake katika njia ya Mwenyezi Mungu, akisirudi chochote, yani wakamalizika wao wote katika njia ya Mwenyezi Mungu, huyu ndiye atakuwa amemshinda mtu mwenye kufanya amali katika siku hizi 10. Kwa hivyo ni siku ambayo yataka tuwe na tanafus katika kufanya khairi, tanafus ya sisi kukumbushana umuhimu wa masiku haya kufanya khairi na kuhimizana, kwa sababu yule atakayefanya khairi katika masiku haya, kwa wewe kuwa ndio ulikuwa sababu ya kumkumbusha mtu yule kufanya khairi ile, wewe pia una nini? Una ajr. Addalu ala alkhairi kafailihi. Angali katika Uislamu kuna neema kubwa sana. Wewe mujarradi wa kumuonesha mtu jambo la khairi, yani Sheikh, siku 10 zitaanza karibu, kwa hivyo bwana ufanye bidii kufanya amali za khairi. Yule bwana amali za khairi atakazofanya zote zitakwenda katika akaunti yako pia. Si kwamba yeye atalipwa nusu, ani itagawa zile ajra, la, subhanallah. Rehma ya Mwenyezi Mungu ni wasi'. Yeye aliyefanya atapata, na wewe uliyemkumbusha pia utafanyaje? Utapata. Lakini wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Watu wataka washindane katika amali za khairi. Sasa umejua wana kwamba mimi nikimkumbusha mtu khairi katika masiku haya nitapata ajra adhim. Kwa hivyo kila mmoja wetu, alhamdulillah, siku hizi Mungu ameleta khairi ya kuwa na smartphone haya. Wewe ukarekodi tu message ndogo ukaituma katika social media, kama ni katika TikTok, katika Instagram, katika Telegram, katika YouTube, katika Facebook, and so on and so forth. Kila yule ambaye ataiona ile na atahamasika kufanya khairi, kwa sababu wewe ndio umemkumbusha khairi ile, wewe una ajira. Kwa hivyo hizi mausimu za khairi, Muislamu ataka awe ni lengo kwake yeye, iwe ni hadafu, kwamba kila mausimu wa khairi na yeye afanyaje? Ataupatiliza kwa kufanya mambo ya khairi zaidi, kusoma Qur'ani kwa wingi, kuleta istighfari kwa wingi, kutoa sadaka kwa wingi, kufanya silatul rahim kwa wingi, kwa sababu yale mengine yanayotupeleka mbio kulingamana na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, yale mengine yanayotupeleka sisi mbio binadamu, tunapelekwa mbio na nini? Dunia. Kuna siku moja binadamu atasema nimetosheka na dunia, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kwamba binadamu lau atapewa uwanja wa dhahabu, uwanja mzima wa dhahabu, yani ground mzima ya dhahabu, la talaba thania, tusema leo ningepewa na uwanja mwingine mambo yangekuwa mazuri zaidi. Kuna riwaya katika Sunan asema angeomba akapewa na watatu. Uwanja mmoja ni over trillion. Wewe maisha yako utakaoishi kulingamana na umri wa ummati Muhammad mabena 60 na ngapi? 70. Wewe kwa siku unakula kilo ngapi? Sheikh, unakula kilo ngapi kwa siku? Robo kilo. Tukifanya hisabu ya robo kilo, mchele robo kilo, kwa miaka 70 haizidi milioni 1. Yani umri wako mzima wewe, chakula chako unachokihitaji hakipati milioni 1.
haizidi milioni moja. Yani umri wako wote ukaishi miaka 70, ukapewa 70, ukapewa na bonus zaidi ya 70. Manake ukishakufika 70, umri wa ummati Muhammad huwa ushamaliza. Sasa ile inaongezeka kwa wahid wa 70, zile huwa ni bonus. Yani dhalika fadlullah yu'tihi man yasha, hizo ni fadhila za Mwenyezi Mungu, Mungu anampa anayemtaka. Lakini wewe kila ukipata na kila ukifungukiwa unasema lo, nina kampuni 2, kipata kampuni ya 3 ndio nitakaa msikitini na subha yangu nilete istighfar, nielekee kwa Mwenyezi Mungu niombe Mungu. Ukipata ya 3 sema nikipata ya 4, kwa sababu tumesema la yamla famu ibn adama illa turab, kinywa cha mwanadamu hakitosheki ila na mchanga wa kaburi. Zile tons jamaa wanaokufinika siku ile, ukisha kuwekwa katika kaburi, hiyo ndio itakutosha wewe. Lakini hii dunia urongo, na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mtume hasemi maneno hivyo, na ukiangalia ukienda kutaamali binadamu ndio walivyo. Pengine sisi walala hoi tuna afueni zaidi kuliko wale wenye nazo. Sisi walala hoi pengine tuna afueni kidogo kuliko wale wenye nazo. Yule ambaye anayo ndio utamwona maplani yake ya kutaka kuongeza zaidi ndio zaidi kushinda hata wale watu wa kawaida. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema haiwezekani mwanadamu atosheke. Kwa hivyo mausimu za khairi hizi yataka tufanye istighlali. Kitu gani tunachokitafuta katika mausimu haya? Tunatafuta nini? Tunatafuta takwa. Sasa tuko watu aina mbili. Kuna watu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewafanyia usahali, wakapata katika yale masiku 10 wakawa wao wanatekeleza amali ya hija. Na hija ni amali ambayo mtu anataka atekeleze akiwa na nini? Na uwezo, man istataa ilayhi sabila. Na mara nyingi ni nidaa, sio tu uwezo. Kuna watu wana uwezo lakini Mungu hakuwaandikia wao kwenda hija. Wapo watu wana uwezo lakini Mungu hakuwaandikia. Kwa hivyo haji wanavyosema ni nidaa, ni kuitwa. Waadhin fi nasi bil haji, Nabii Allah Ibrahim, ile nidaa ya Nabii Allah Ibrahim, kama wewe jina lako lipo katika ile list, basi Mungu atakutolea visababu ambao hata wewe hutambui. Nakumbuka siku moja nimekaa msikitini, akaja kijana na magrisi hivi, yani chokorani mwanafunzi. Amekuja anambia, Sheikh, mimi nataka kwenda hija. Kwenda hija? Basi mimi kitaka kumuondosha njiani, kumuona vile alivyo, kada huyu akuja kunisumbua tu. Hali yake alivyo hivi, na hufai kumjaji mtu kwa appearance yake, ni makosa sana. Watu wengi wanafanya makosa. Mimi nilifanya makosa siku ile. Lakini nikamwambia hija ni 1,000,000. Akasema hakuna shida. Maana niliona kimwambia hija ni 1,000,000 atasema ni nyingi, basi atakwenda zake. Akaniambia si shida. Kaambia haya, kamaona huyu ni serious person. Kaambia unayo passport? Sina passport. Shekhe, watu washapeleka passport kwa embassy, wakati ule ni kupeleka passport kwa embassy kupigwa nini? Mihuri. Yeye hata passport hajapata. Kaambia angalia, nenda kwa Chief Omari yule Majengo, nenda kumwambia akupatie barua kwamba wewe utaka kwenda hija. Chukue kitambulisho chako na bathi yako, na nilikamwandikia note. Mmoja katika ofisa kule walikuwa wakati ule kumetengenezwa secretariat special ya watu wa hija. Nikamwambia nenda kamuone huyu ofisa, mwambie mimi nitakwenda hija. Na mwambie lazima upate pasipoti leo. Zamani ile pasipoti zilikuwa zikiwa printed katika zile locality. Akaenda jioni akaja na passport, tayari shapata passport. Angalia mtu kama ameandikiwa kufanyaje? Akiwa ameandikiwa kwenda hija. Watu passport zishapelekwa, maagent washapeleka passport, yeye passport yake anaipata jioni. Asubuhi nikaenda airport, nikampa pilot passport, nikamwandikia na namba ya embassy, nikampa jina la mmoja katika mashaka, akaenda hija.
Angalia huyu amefanyaje, ni katika wale watu walioandikwa kwenye nidaa ya Nabii Allah Ibrahim kwamba huyu naye afanyeje, aende akatekeleze hija last minute, na amefaulu dakika moja, akawa ni miongoni mwa mahujaji wa mwaka ule. Sasa wale ambao wameandikiwa kwenda hija sawa, sisi ambao hatukuandikiwa, hatukupata fursa, wengine Mwenyezi Mungu ametupa neema ya hizi siku 10, kwa amali utakoifanya katika siku hizi malipo yake ni makubwa sana. Sasa ni amali gani ambayo, ni goli gani ambayo tunataka tuachieve? Hapa mimi ndio pale swali, tufike kwenye takwa. Fatazawadu fa inna khaira zadi at-taqwa. Tufike katika uchaji Mungu. Kwa nini takwa? Kwa sababu zile nawafilul ibadat, amali za nawafil za sunna, qiyamul layl, kujitahidi kusali sunna ya dhuha, kusoma, kufuleta adhkari sabah wal masa, kusoma Qur'ani, kuwafanyia binadamu ihsan. Hizi zote nawafilul ibadat zinakukurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ukikurubia kwa Mwenyezi Mungu utapata nini? Utapata takwa. Na ukipata takwa, nani ataweza kujibu swali hili? Ukipata takwa ndio utakuwa umepata nini? Utakuwa umepata mapenzi ya kupendwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha yuhibbu almuttaqin. Allah anawapenda wale watu wenye takwa. Na ukipendwa na Mwenyezi Mungu, kwa lugha ya vijana wakielewa semaje, umeukata, sio? Umetoboa, wengine sema umeukata kule wapani. Maana ukiwa unapendwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, zile mbio zako za kidunia huna tena mbio, kwa sababu wewe unapendwa na Mwenyezi Mungu. Ukimwambia ya Rabb, kile unachokiomba unapewa instant, hapo kwa hapo, kwa sababu wewe ni kipenzi cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hili kulifikia hili la takwa, hapa ndio kuna kazi. Kufikia kwenye daraja ya takwa kuna kazi, kwa sababu yataka kuhifadhi nini kwanza? Kuhifadhi nini? Ulimi wetu. Usiseme ila lile jambo linalomridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini sisi utaona mtu lile ambalo halimridhishi Mwenyezi Mungu, mtu ameanzia na istighfari kwanza, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tena tuko katika masiku matukufu, tuko katika masiku matukufu, na kusengenya ni haram. Ameleta istighfar, amejua tuko katika masiku ashhurul hurum, masiku matukufu, amejua kusengenya ni haram. Sasa si basi si unyamaze? Lakini amejiletea point ya kuwa pamoja na yote yale ule utangulizi wote aliofanya, utangulizi mzuri tu, kwamba mtu akijua sisi tuko katika miezi mitukufu, ni maana kwamba ajitahadhari na kufanyaje na maasi, sivyo? Umekumbuka kwamba tuko katika miezi mitukufu. Sasa wewe wakumbuka tuko katika miezi mitukufu na kusengenya ni haramu, kisha ujihalalishie kwa lakini fulani. Angalia dhikru nas, kutaja watu. Asema Ibn al-Qayyim rahimahullah katika ad-da'u wad-dawa, kuna kitabu Ibn al-Qayyim ameandika, asema ugonjwa na dawa. Dhikru nas da, kutaja binadamu ni ugonjwa, ni mambo mabaya, ni madhambi, ni maasiya, hasa katika masiku haya. Siku zote maasiya ni maasiya, lakini maasiya ukifanya katika miezi hii huwa ni mudhaafu al-ithm, dhambi yake inakuwa kubwa, kama vile
ukifanya khairat ajiri yake inakuwa kubwa, na ukimkosea Mwenyezi Mungu dhambi yake inakuwaje? Inakuwa kubwa zaidi. Kwa hivyo wewe Muislamu kuifikia daraja ya takwa, moja katika principle ni kuhifadhi ulimi wako. Kuhifadhi ulimi wako. Ukisema usiseme kwamba mimi nimepewa ulimi kusemea. Ulimi umepewa kusemea mazuri. Kwa hivyo dhikru nasi da wa dhikrullahi dawa. Kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ni dawa katika moyo wa mwanadamu. Dhikrullah dawa. Wewe wataka kufanya ilaji moyo wako, basi kithirisha kumfanyaje? Kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, hasa katika masiku haya matukufu ambayo yako mbele yetu. Jitahidi kuwa na principle za kuwa saa zote unamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hii ni hadaf, ni lengo letu kubwa katika masiku haya ni sisi tufanye bidii tuingie katika daira ya wachaji Mwenyezi Mungu. Tukiingia katika daira ya wachaji Mwenyezi Mungu, tutapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na tukipendwa na Allah zile mbio zetu zitapungua. Kwa sababu wewe na mbio kuitafuta dunia, maadamu wapendwa na Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atakufungulia dunia iwe ni rahisi kwako wewe kuweza kuifikia. Zuyina linnas, Mwenyezi Mungu atueleza katika Qur'ani, zuyina linnas hubbu shahawat minan nisa. Ngala Mungu kusema mar'a, asema nisa, ingawa sisi tujidanganya gide. Minan nisa wal banin wal qanatir al muqantara. Galia Mwenyezi Mungu asema maumbile ya wanadamu, hakusema penda mwanamke, asema nisa, wanapenda wake. Niyo maumbile ya wanaume vile walivyoumbwa. Ndio Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akatuambia fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Tukapewa fursa ya kuwa wangapi? Wangapi umepewa ruhusa kuwa wangapi? Wanne. Tapa kisa cha mmoja rafiki yangu, siku moja tuliomba Mungu, tukasema yule ambaye ana mmoja Mungu ampe wa pili. Yeye alikwenda akasujudu. Sasa kulikuwa kuna kamera kama hivi. Sikamwambia dokta, mbona umesujudu? Hukuwa ukiswali ni sijida ya swala, hukuwa umesahau kasema ni sijida ya sahau, hukuwa ukisoma Qur'ani tukasema ni sijida tilawa. Hakuna neema ambayo umeipata dakika ile tukasema ni sijida shukri ya neema ya Mwenyezi Mungu. Maana sijida ima sahau au tilawa au shukr. Kwa sasa hii sijida yako ni nini? Akasema sijida yangu hii ni sijida ya hofu. Sijida ya hofu. Akasemaje? Akasema kwa sababu ningeonekana nimenyanyua mikono hivi, kwa sababu hapa kuna kamera, na hii kamera itakwenda nyumbani kule, kwa sababu hii harusi ni ya family. Hii kamera itakwenda nyumbani. Ikienda nyumbani itaonekana mimi nimenyanyua mikono. Umefanyaje? Nasema amin. Naitikia amini katika jambo gani? Mathna wa thulatha wa ruba'. Ile kuonekana mimi nimeitikia amin yatosha mimi kuwa fired. Sio mimi kuwa ningetoa talaka, ningepewa mimi talaka. Ndio mimi nikasujudu sijida yangu ya hofu. Akiniuliza akamwambia angalia mimi nilikuwa wapi? Mimi nilikuwa wapi? Katika sijida. Watu wakisema amin, mimi nilikuwa wapi? Mimi nilikuwa katika sijida. Kwa hivyo mimi sikuwa katika watu gani? Watu waliosema amin. Sisi tumefikia kiwango hiko binadamu wa leo. Mimi wale ambao wako na bibi 2 na 3 na 4 mimi napigia salute wale rijal. Maana wale wamefuata amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na masala ya riziki, wengine wanazungumza masala ya riziki, itakuwaje na riziki? Riziki Mwenyezi Mungu asema yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli.
wakiwa maskini, Mungu atawapa kutoka kwa fadhila zake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, atawapa kutoka kwa fadhila zake. Sasa sisi kwa uoga wetu tunasingizia nini? Tunasingizia kwamba sisi hata ni watu wa tauhid. Ani bibi moja wanasema wao wana tauhidi sana. Sasa sisi ni muwahidina bwana, la ilaha illa Allah, yani watu wa tauhidi. Si watu wa tauhidi, ni watu wa uoga. Watu wa uoga, msiseme ni watu wa tauhid. Watu wa tauhidi ni watu wenye shajaa. Watu wa tauhidi ni watu wenye shajaa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja hivyo katika Qur'ani. Sisi tusiende kinyume na Qur'ani kisha tukataka kufanyaje? Kutaka kujustify yale makosa yetu. Tunafanya makosa kisha yale makosa tunakufanya nini ndio sawa. Jambo la pili, takwa ni moja katika lile lengo ambalo tunalitaka. Takwa tunapata mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Tukipata mapenzi ya Mwenyezi Mungu ni kwamba yale unayoyahitaji ya kidunia, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, anayemwogopa Allah, anayekuwa na takwa, Allah anamfanyia mambo yake mapesi. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, mwenye kuwa na takwa Allah subhanahu wa ta'ala akipambana na dhiki, Allah anampa makhraj, anampa njia ya kutoka katika shida zile. Kwa hivyo sisi tukiwa na takwa ni maana kwamba ndio the really success ya human being ni kuwa na takwa. Lakini takwa ni kwa mtu atembee katika ardhi akijua kuna hududi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Zile hududi za Mwenyezi Mungu ufanyeje? Huziruki. Wa tilka hududullah fala ta'taduha. Mungu ameweka mipaka. Mipaka ipi ameweka Mwenyezi Mungu? Ya halali na haram. Na ameweka mipaka ya shubuhat na shahawat. Hizi mbili ndizo zenye hatari, za shubuhat na shahawat. Shubha, mambo ambayo yanashaka ndani yake, na matamanio ya mwanadamu, yani shahawati zake asizipeleke ila pale anaporidhika Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tukifaulu kwenye takwa, aljanna uiddat liman? Aljanna uidda liman? Lilmuttaqin. Aljanna, janna yenyewe imeandaliwa, aljannatu uiddat lilmuttaqin, janna yenyewe imeandaliwa wenye takwa. Kwa maana ukisha kupata takwa ndio umepata kila kitu. Ndio Mtume akasema at-taqwa hahuna, takwa iko hapa. Hata ule mufadhala ambao sisi tuko nao, ugonjwa mwingine huko, ugonjwa ambao unaleta shida sana katika jamii zetu, ugonjwa wa mtu kujiona yeye ni bora kuliko kwa mwenzake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka mufadhala. Kwa nini? Inna akramakum indallahi atqakum. Ubora mtu anaupata kwa takwa, na takwa iko hapa ndani. Sasa ukimwona mdogo unasema huyu ana takwa. Kwa sababu gani? Hajapata nafasi ya kufanya maasi. Kwa hivyo unamheshimu kwamba huyu ana takwa. Na ukimwona mkubwa unasema huyu amepata fursa ya kufanya ibada sana, kwa hivyo huyu ana takwa. Mdogo unasema huyu hakupata time ya kufanya maasi, ndiye ana takwa. Na mkubwa unasema huyu amepata fursa nyingi ya kufanya ibada, kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, kwa hivyo huyu ana takwa. Mdogo utamfanyia ihtiram na mkubwa utamfanyia ihtiram. Ile mizani zetu zingine twazijua sisi wenyewe, sitaki kuzitaja manake ni ugonjwa upo katika jamii zetu. Zile mizani zetu nyingine zile tunazozitumia, kwa mimi ni klasi fulani, yule ni klasi fulani, yule ni klasi fulani. Hizi sio mizani tuliopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mizani aliyotupa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni ya taqwa, ni ya taqwa, ya uchaji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa mwenye taqwa yaishi baina al-khawfi wal-raja,
aishi baina al-khawf wal-raja, aishi baina ya kuogopa adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ataraji rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yule bedui alipokuja, masahaba wakamwambia, wasemaje, una tamaa wewe ya kuingia janna? Akasema wala sina shaka, wala sina shaka kwamba mimi nitaingia janna. Akamwambia kwa amali gani? Akamwambia arju rahmatallah, nataraji rehema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa akhsha adhaba, naogopa adhabu ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kwa mimi naogopa adhabu ya Mwenyezi Mungu, sifanyi maasiya, na kuwa nataraji rehema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, najitahidi kufanya nini? Kufanya taa. Asema kwa hivyo mimi sina shaka kwamba nitaingia janna. Sina shaka kwa sababu nina raja, yarju rahmatallah, na sisi sote tutaingia janna kwa rehema za nani? Zake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na rehema zake Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hii dunia, watu wote wanaonufaika nayo ni 1% iloteremshwa katika dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala rehema yake ni 1% peke yake aliyoteremsha katika dunia. 99% ya rehema ya Mwenyezi Mungu ameiweka kunufaisha watu siku gani? Ya akhira, siku ya hisabu na malipo. Kwa hivyo sisi sote tutaraji rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini kukuwa na discipline katika mambo mangapi? Mawili. Jambo gani na gani? Kuepuka maasiya na kufanya na kujitahidi katika taa, hasa katika thuluthi ya mwisho ya usiku, hasa katika thuluthi ya mwisho ya usiku, yani karibu kuja na fajiri, thuluthi ile ya mwisho usiwe umelala. Thuluthi ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, nani anaomba msamaha nimpatie msamaha, nani mwenye shida zake nimkidhie shida zake. Wewe ukiwa umelala katika thuluthi ile ya mwisho, utakuwa ni failure person. Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un, yani usiku walikuwa wanalala wakati mchache. Wa bil ashari hum yastaghfirun, wakati wa sahar wanaleta istighfar. Yani wewe inuka hata kama ni kwa rakaa 3, witri 3, kama huwezi 11 au 13, hata 3, hata 1. Lakini ule wakati wa sahar, watu uwe nawe ni miongoni mwa watu wenye kunyanyua mikono kumwomba Mwenyezi Mungu nini? Al-Firdaus al-A'la, kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akupe al-Firdaus al-A'la, uingie katika janna ya Firdaus al-A'la. Kwa hivyo hili lengo la takwa yataka liwe ni nusbi ayunina, yani saa zote wewe fikiria, mimi vipi nitakuwa na takwa. Na kuwa na takwa ni kwamba kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tukipe haki yake katika kukisoma. Hili ni lengo lingine kwa Muislamu. Kitabu cha Mwenyezi Mungu, Qur'ani, haikuletwa kwetu sisi kuwa tuseme tuna Qur'ani. Waislamu leo katika udhaifu tulionayo ni mafungamano yetu sisi na Qur'ani. Alladhina yatlunahu haqqa tilawati. Kila unapokithirisha kusoma Qur'ani, unasafisha shida zilizoko hapa. Shida zetu sisi haziko kwingine, ziko hapa. Hasad, dhana mbaya, tafsiri ambazo hazina mwelekeo. Hutaki kumuona mwenzako amepata neema. Na mimi saa zote huwa nikisema alhamdulillah, alhamdulillah. Mwenyezi Mungu hakuwapa binadamu wa kileo riziki ikawa wao ndio controller. Wallahi thumma wallahi, ingekuwa sisi ndio tuna control riziki, mbona watu wengi wangekufa njaa? Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema yeye ndiye nani? Ndiye nani? Ndiye Razzaq. Allah huwa Razzaq. Lakini angewapa wanadamu hii nafasi ya riziki, kwamba riziki tumepewa sisi ndio tuwagawanye watu, mbona watu wengi wangekufa na njaa?
lakini Allah subhanahu wa ta'ala ndiye Razzaq. Sasa tukisoma alladhina yatlunahu haqqa tilawati, tukikisoma Qur'ani haki ya kuisoma ile tilawa, tunasafisha huku ndani. Ukitaka ilaji ya kusafisha huku ndani na ilaji ya kupata yale yanayokupeleka mbio, soma sana Qur'ani. Bwana mmoja yuko hai waruzukiwa, asema alikuwa na fikra kama sisi zile fikra kwamba we don't have time for Quran. Siku moja akasali salatul fajr, baada salatul fajr akasema leo a'udhu billahi minash shaitani rajim, wacha nisome angalau peji moja ya Qur'ani, angalau peji moja. Sikuisoma Qur'ani yote, peji moja tu. Akasoma peji moja, anaeleza ni yeye mwenyewe na ameeleza kwa katika media, watu wote ametoa ushahidi. Asa nikasoma peji moja, kisha nikatoka baada ya kumaliza kusoma Qur'ani, nikaenda katika routine za kazi zake. Asema nilipoenda siku ile, subhanallah, asema niliona miujiza ile, zile mambo ambayo yalikuwa yananipa mimi shida yote yakawa hayapo. Nikasema kuna nini? Hawa watu wafanyaji kazi ni wale wale. Nilikuwa mimi nikiingia ni kupiga kelele mpaka ikafika wakati wa kutoka kazini. Siku ile hakuna kelele, mambo yamekwenda very smooth. Asema siku ya pili nikasema astaki tena, lazima nisome peji ngapi? 2. Asema nikawa ninaendelea kila siku naongeza peji mpaka nikawa nasoma juzu moja kila siku ya Qur'an. Kana soma kila siku juzu moja ya Qur'an. Asema ile dunia yangu namna ilivyonifungukia sijaona mfano wake. Asema imenifungukia kabisa, nikawa mimi nahusisha katika yale mapato yangu, nasema basi wacha nitoe katika njia za khairi. Asema kila nikitoa ndio zinazidi, kila nikitoa ndio ninazidi. Asema nikapa mpaka nikajiwekea list ya maimamu wa misikiti, list ya walimu wa Qur'ani, list ya watu wanaofanya kwenye ya da'wa, wote nikawaweka katika payroll yangu kwenye kampuni yangu, kama wao wanafanya kazi kwenye ile kampuni. Na akasema la mwisho wa mwezi hakuna mapungufu yoyote nayoyapata. Kwa baraka ya nini? Kwa baraka ya Qur'an. Jameni, tukitaka kufaulu, sawa tutake kufaulu dunia au kufaulu akhira, au kufaulu dunia na akhira, alaina bimadha? Bitilawati alquran. Tuwe na hima ya kusoma Qur'ani, hima ya kusoma kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila tunapokithirisha kusoma kitabu cha Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atatufungulia baraka zake. Kwa sababu gani? Turudi kwenye Qur'ani tuulize swali hili. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati waliyatadhakkara ulul albab. Allah subhanahu wa ta'ala tueleza katika Qur'ani, kitabu anzalnahu ilayka, aambiwa mtume salawatullahi wasalamu alayhi, ameteremshiwa hiki kitabu, mubarakun, kitabu chenyewe kina baraka. Si maneno yangu, ni maneno ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Liyadabbaru ayati, ili tuwe ni watu wenye kuzingatia maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala. Tukizingatia maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, tukiwa na mazingatio ya kuzingatia maneno ya Mwenyezi Mungu tunapoyasoma, pasina shaka Allah subhanahu wa ta'ala atatuteremshia rehema zake. Kwa hivyo suala lirudi kwetu sisi, are we ready for changing? Tuko tayari kwa mabadiliko ya kuondosha ile concept ya kuwa sisi tuna shughuli, hatuna wakati na kitabu cha Mwenyezi Mungu?
Mwingine atasema lakini mimi nimesilimu jana na juzi, najua surat al-Fatiha na qul huwa Allahu na qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas. Nani alikwambia hizi ukizikariri thawabu zake utapata mara moja? Unajua qul huwa Allahu ni thuluthi ya Qur'ani. Ukisoma qul huwa Allahu mara 3 ni kama umesoma Qur'ani yote. Mara 3 tu kairudia qul huwa Allah. Sasa sheitani naye ana kazi yake, atakuja kukwambia lakini wewe huwezi kusoma kutoka surati al-Fatiha mpaka surati an-Nas. Unajua tu surati al-Fatiha na qul huwa Allah. Hiyo qul huwa Allah na surati al-Fatiha kila ukikariri itasafisha huko ndani, kama vile yule atakayeweza kusoma kutoka surati al-Fatiha mpaka surati an-Nas, atakayeweza kusoma juzu 30. Na wewe ambaye unajua qul huwa Allah ukawa unairudia, ilaji yake katika moyo wa mwanadamu ni moja. Moyo wa mwanadamu una shida nyingi, na hakuna dawa iliyo bora kuliko dhikrullah, na hakuna dhikri iliyo bora kuliko Qur'an. Ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub. Kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala moyo wa mwanadamu unapata utulivu. Kwa hivyo sisi mara nyingi huwa tukilalamika, tunalalamika na nini? Tunalalamika na kwamba maisha magumu. Lakini nani aliyefanya maisha magumu? Nani aliyefanya maisha magumu? Nauliza swali. Nani aliyefanya maisha magumu? Ni sisi wenyewe. Sisi ndio tumeyafanya maisha yawe magumu. Kivipi? Waman a'radha an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Yule anafanya i'rad na dhikrullah subhanahu wa ta'ala, fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Yule anayefanya i'rad, anayeipa nyongo kitabu cha Mwenyezi Mungu kukisoma na kukaa kumtaja Mwenyezi Mungu, kumsabihi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kuleta istighfar, yeye ndiye aliyofanya maisha yawe magumu. Kwa hivyo sisi wenyewe tukitaka kubadilisha hali zetu, alaina bil Qur'an. Saa zote kila ukipata nafasi, shika kitabu cha Mwenyezi Mungu some. Saa zote usiwe katika watu wenye kughafilika na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Yule sahabia alikuja kwa Mtume salawatullahi wasalamu alayhi, akawaambia shara'i'u qad kathur, zile sharia zimekuwa nyingi, nifundishe jambo ambalo litanisaidia mimi kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mtume alimwambia nini? Alayka bi dhikrillah, kithirisha kumtaja Mwenyezi Mungu. Utamkuta Muislamu amekaa hivi, ukimuuliza shekhe unafanya nini? Nimekaa tu. Subhanallah, hata humsabihi Mwenyezi Mungu, basi umekaa tu, ufanye chochote. Sasa ukikaa hivi pasina kumtaja Mwenyezi Mungu, sheitani anafanyaje? Anakushughulisha. Lakini ukimtaja Mwenyezi Mungu, sheitani anakuwa kando na wewe, anakuwa mbali na wewe. Kwa hivyo tukithirisha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah, Allahu akbar, astaghfirullah. Haya yawe ndio katika albaqiyatu salihat, zile zilobaki mema yaliyobaki ni kathratu dhikrullah. Binadamu akikithirisha kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu atamfungulia yale mazito ambayo yeye kinadharia yake anayoona ni mazito, lakini unaposhikamana na dhikrullah na istighfar, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakufanyia mapesi. Ndipo pale Hasan al-Basri wa'idh ahlul Iraq, huyo bwana alikuwa amejulikana kwa athari ya maneno yake. Hata wengine wakaenda wakamuuliza, mbona shekhe unaposema wewe yanatugusa, wanaposema wengine hayatugusi? Yani wewe ukitupa wa'adh inatugusa sisi ndani, lakini wengine tukienda katika waadhi wao hayatugusi sisi.
akawaambia ni yale yanayotoka katika moyo yanaingia katika moyo, na yanayotoka katika ulimi hayapiti masikizi. Sasa wakaenda wakamuuliza suala watu watatu, kila mmoja shida yake tofauti, lakini dawa akawapa moja tu. Mmoja akawaambia, ya Imam, qaht, imeingia ukame. Akamwambia, idhhab wastaghfirullah, naenda kaleta istighfar. Akaingia mwingine akamwambia, rajulun aqim, hana mtoto, mtu hana mtoto, anataka mtoto. Akamwambia, idhhab wastaghfirullah, naenda kaleta istighfar. Akaingia mwingine akamwambia, ya Imam, rajulun la yamliku dinar wala dirham, hana hata dirham moja, yani hata peni yani. Akamwambia, idhhab wastaghfirullah. Wale wanafunzi wake wakamwambia, ya Imam, magonjwa tofauti, dawa Panadol. Yani watu watatu, kila mmoja amekuja na ugonjwa tofauti. Mmoja amekuja na ukame, mwingine hana mtoto, mwingine hana mali, lakini wewe umewapa dawa moja tu, istighfar peke yake. Akawaambia, nendeni mukasome Qur'an, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Mataka mali jamaa, jilazimisheni na istighfar. Mataka watoto, usiache ukapiga talaka huyu na wewe, ukipiga talaka taolewa na mwingine atazaa. Basi taonesha shida iko wapi? Iko kwako wewe, si? Jana umemwacha huyu, kaenda ukaoa mwingine, ukimwacha akiolewa na mwingine anazaa, unamwacha unakwenda kuoa mwingine. Kumbe ilikuwa dawa ni ndogo tu, dawa ilikuwa ni istighfar. Istaghfiru rabbakum, tukithirisha istighfar. Mtume sema, man lazama al-istighfar, lazama al-istighfar, ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja. Wataka kuondosha humum katika moyo wako, wataka kuondosha dhiki, wataka kuondosha shida, Mtume salawatullahi wasalamu alayhi ametufundisha lazimu man lazama al-istighfar, jilazimishe na kuleta istighfar. Shida sisi tunataka kupambana na mambo kwa nguvu zetu, tunasahau kwamba huu ulimwengu unaendeshwa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi yatakana tufanye sababu, lakini al-musabbib na fa'alu lima yuridi ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alu lima yurid. Sasa kila tunapojikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yale tunayoyataka yatakuwa ni sahali sisi kuyafikia. Lakini shida ni kwamba sisi tunataka kufanya tuifikie kwa nguvu zetu. Ani hata wale Mwenyezi Mungu anawafungulia, maskini akienda akamwambia, shekhe na shida bwana, usione hivi bwana, nilipata shida mimi kuyapata. Anasahau, anajinasibishia na yeye kwamba yale zile alizonazo amezipata kwa nguvu zake. Amesahau kwamba aliyempa ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala, yule ambaye Mwenyezi Mungu amemfungulia. Tutamsikia akijinaki kwamba yeye amepata si kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, amepata kwa sababu ya nini? Ya ile bidii yake na nguvu zake alizofanya. Fi'lul asbab ni amr, fi'lul asbab ni amr, kufanya zile sababu ni amri ya Mwenyezi Mungu. Lakini ar-razzaqu al-mu'ti al-mani'u huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe fanya sababu zako zote, lakini nataka ujue kwamba wewe umepewa. Ndio Mwenyezi Mungu katika sura al-Baqara hakusema anfiqu min amwalikum, asema wa mimma razaqnahum yunfiqun wa mimma razaqnahum, zile tulizowapa tuliwaruzuku, yunfiqun.
Hakuambia watu toeni katika mali yenu. Mungu aambia zile nilizowapa mimi, kuwaonesha kwamba hayo mali ulionayo umepewa na Allah subhanahu wa ta'ala, na ukitoa katika njia ya khairi, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakulipa. Ma naqasa sadaqatin min malin, sadaqa haipunguzi mali ya mtu. Sadaqa haipunguzi mali ya mtu, ingawa mwanadamu ile ubakhili na uchoyo, ashaitanu yaidukumul faqra. Angalia, hakuna masala ambayo sheitani ukitaka kutia mkono kutoa katika njia ya khairi, hakuna jambo ambalo sheitani anapeleka askari wengi kumziwia mwanadamu amali asifanye zaidi ya amali ya kutoa. Kuna athari inasema kwamba ukitaka kutoa, sheitani anakutumia askari, yule mkubwa wao yule Iblis anakutumia askari 70. Askari 70. Lakini akitaka uzini anakutumia askari kidogo tu. Akitaka wewe ufanye zina anakutumia kiaskari kidogo tu. Akaenda akakufinya pahali pamoja, dakika moja tu ukaenda ukaingia kwenye zina. Lakini ukitaka kutoa anakutumia askari 70. Wote wanakutishia, ukitoa utakuwa maskini. Kwa hivyo masala ya kutoa, ukiona watu wana ugumu hawawezi kutoa, usione ni kwamba yule mtu ni mgumu yeye. Na maaskari wenye kumpinga asitoe katika njia ya khairi. Wewe ukimwona mtu atoa katika njia ya khairi, atakaoshukuru sana. Uone kwamba huyu ameweza kukata cheni ngapi? 70 amezikata. Wanake amesema a'udhu billahi minash shaitani rajim, 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 mpaka kuweza kutoa. Wanake useme a'udhu billahi minash shaitani rajim mara ngapi? Mara 70 ndio wamalizike, sio mara moja. Ukiamka asubuhi utakwenda kusali ni mmoja tu, ukisema a'udhu billahi minash shaitani rajim tayari ushamka. Ukitawadha pale ameshaondoka karibu na wewe. Ukileta dua bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah, washakuondokea njiani. Lakini njoo utie mkono mfukoni, wataka kutoa fi sabilillah, uangalie namna sheitani anavyokutishia kukuonesha kwamba life siku hizi bana mambo magumu bana. Jameni, kuna siku gani uliona binadamu akasema mambo mazuri? Umewahi kusikia binadamu siku moja akasema mambo sasa hivi mazuri? Si hii ni lugha ya siku zote, mambo magumu. Kuna siku utasikia, lakini ukitembea barabarani malori yanayotembea yanaleta jam. Safiri Mombasa Nairobi, njiani kifika Marekani pale pa kupima bado ni one highway, utaketi masaa 2 matatu na mambo ni magumu. Sasa lori zote zile zinaotembea za nani zile? Zinapokea mali ya nani? Mali ya shetani. Mambo ni magumu, lakini magorofa kila asubuhi yafanyaje? Yanajengwa. Mambo magumu tu. Naona mchezo wa kishetani wanaochezea. Masupermarket yanafunguliwa. BBS, the biggest mall in Eastern Central Africa iko Nairobi, lakini mambo magumu tu. Sasa yatakuwa mapesi lini jamaa? Kwa sababu ash-shaytanu ya'idukumul faqra, sheitani anawatishia ufukara. Lakini mtu akitoa akiwa ni mwenye kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu anasahilisha. Wazee wangu na ndugu zangu, tukiishi na Qur'ani, tukaishi na dhikrullah, tukaishi na istighfar, tukaishi na salatu ala rasul, tukaishi na kutoa kuangalia wale dhuafa na da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala, basi tujue sisi tumefaulu. Kinyume na hivyo, dunia hii ni daru mamarin wa laysa bidaru qarar. Dunia ni mapito, sipo pahali pa kukaa milele, ni pahali pa kupita. Kwa hivyo pahali mtu akiwa anapita, kwa wewe ni msafiri, unafanyaje? Saa zote unakuwa umechukua zawadi zako, mzigo wako unakuwa nao wapi? Kwa sababu wewe ufanyaje? Ni msafiri.
Kwa hivyo hapo katika dunia yataka mtu saa zote aangalie anaondoka na nini. Tena ujifanyie mwenyewe, usifikirie majenzi watakuja kukufanyia. Usifikirie majenzi uliowaata watafanyaje. Kile kisa kilitokea Nairobi hapa, nyote mwakijua, yule bwana ambaye alikufa multi-millionaire, akatengeneza wasia mkubwa sana, kapiga na mihuri ya makadhi na nini na maloya. Yule akapewa shekhe mkubwa hapa Nairobi kwamba nikifa nataka nijengewe senta moja, msikiti na madrasa na wakfu, na haipiti ile 1/3, haipiti ile thuluth. Watoto walisemaje? Mali haya ni yetu. Angalia, hata hawakusema sisi ni warithi wa haya mali, sema mali haya ni yetu. Kama alitaka kujenga msikiti, kwa nini yeye mwenyewe hakujenga? Tena si mtoto wa kiume aliyosema hivyo, mtoto wa kike. Angalau akisema wa kiume tungesema hawa ni wa kiume, siku hizi ni matata. Wa kike ndiye anasema hivyo. Alichukua ile karatasi kwa ule shekhe, akaikatakata, akatia katika pipa la taka. Kama alikuwa ataka kujenga msikiti na madrasa na wakfu, angejenga yeye mwenyewe. Haya ni mali ni yetu. Hali ni hiyo shekhe. Wala nasallallahu as-salama. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hata wenye kusema pengine rabbi ighfirli wa liwalidayya, tutakosa. Ikiwa walishindwa, mali ni yake mwenyewe, na hata wangefanya hiyo, wakitoa kama milioni 100 au milioni 200, ile akaunti haingekuwa imepata habari kama imetolewa pesa. Niji akaunti ile kisawasawa la kishua. Lakini walisemaje? Sema kama alitaka kujenga, angejenga yeye mwenyewe. Maadamu mwenyewe hakujenga, hakuna. Kwa hivyo kila mmoja afanye bidii, ajifanyie yeye mwenyewe amal. Fanya amal ukiwa uko hai, na hasa amali ya sadaka jaria. Hakuna amali iliyo bora kuliko mtu kufanya amali ambayo ni sadaka jaria, sadaka ya kuendelea. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema idha mata ibn adam inqata amalu illa min thalatha, sadaqatun jaria au ilmu yuntafa'u bihi au waladun salihun yad'u la. Na unaweza kuyakusanya haya yote pamoja, yote unaweza kuyakusanya. Unaweza kufanya ni sadaka jaria. Sadaka jaria yenyewe ikawa ni kusapoti nini? Taalim. Kwa hivyo itakuwa ni ilmu yuntafa'u bihi au waladun salih. Pale wanaposoma wale watakaosoma wote watakuwa ni auladu salihun, wanaokuja kusoma Qur'ani au kusoma hadithi na tafsiri na fiqhi na tauhidi, ni auladu salihun. Kwa hivyo iwaweza ukapata hizi tatu, 3 in 1 kama wanavyosema wenyewe. Unaweza kupata 3 in 1, ukafanya wakfu hii iwe ni ya tahfidhi ya Qur'ani, ya kuendeshea tahfidhi ya Qur'ani. Kwa hivyo itakuwa ni sadaka jaria na ilmu yuntafa'u bihi, na wale watoto salihuna wale wanaosoma pale hata wasinyanyua mikono kukuombea. Allah subhanahu wa ta'ala anajua ile ilmu aliipata kupitia wapi? Kupitia ile mashruu wewe umeifanya. Ikhwatal iman, dunia ni pahali pa kupita. Sasa ikiwa ni pahali pa kupita, lazima tujiulize nafsi zetu, twapita vipi? Tusidanganywe. Wama alhayatu dunya illa mata'ul ghurur. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza katika Qur'ani kwamba dunia ni mataa, ni starehe zinaomughuri mwanadamu, ambazo hazina muhula kabisa. Ni mambo ambayo dakika 2-3 zitapita. Kwa hivyo alaina an nurakiza bil akhirah, kwa sababu zile raqaiq tukiwa nazo saa zote tukao tunajikumbusha. Tukihudhuria janaza, tusihudhurie janaza kwamba yule aliyekufa ndiye anayefaa kufa, sisi wengine tukajitafutia visababu. Utasikia masuala mengi, alikuwa na ugonjwa wa moyo, maana yake wewe huna ugonjwa wa moyo, si katika watu watakao kufa. Alikuwa na sukari, wewe huna sukari, kwa sababu sio katika watu wenye kufa. Alikuwa na pressure, wewe huna pressure, kwa sababu si katika watu wenye kufa. Alikuwa na cancer, wewe huna cancer, kwa sababu sio katika watu
Nani alisema hayo? Idha jaa ajaluhu, Mungu asema ikija fikia wakati wao. Wakati ukifikia unaondoka. Hakuna hizi asbabi hizi, zile asbabi ni asbabu tu, lakini ajali ikikufikia unaondoka. Kwa hivyo kila mmoja wetu aandae itakaokumfaa yawm alhisabi wal jazaa, na tujitahadhari na kula mali ya umma. Muflis, mimi nasema, sisemi kumuibia mtu mmoja ni halali jamani, lakini nifahameni vizuri. Nifahameni vizuri, sije mtu akatoka hapa Sheikh asema kumuibia mtu mmoja yafaa. Sheikh, jina lako nani? Jibril. Jibril, mtu akakuibia wewe mmoja na akafanya scandal ambayo hawa watu wote ikawaumiza. Jibril, ukisimama katika hisabu na yule mwenzako mwingine, kaambiwa basi Jibril unadaiwa wewe ulimuibia, jina lako nani? Said. Mkie kwa nyote wawili katika hisabu, kila mmoja mlipe mwenzake, pengine ichukuliwe istighfari yako apewe yeye. Kesi imekwisha, imekwisha sivyo? Lakini Said, ikaja kesi sasa ni hawa watu wote wataka kwako wewe, utaingia katika iflas, utakuwa ni muflis. Na ndio hatari tulionayo leo. Watu wengi wanaona kuiba mali ya umma ni jambo rahisi, wanaona ni jambo rahisi. Kuiba mali ya umma ni madhambi makubwa zaidi kuliko kumuibia mtu mmoja. Siku ya hisab, mtu mmoja ni rahisi wewe kuchukuliwa amali yako, kama ni hija, ni zaka, ni saumu, ni nini, yaweza kuchukuliwa saumu ya mwaka mmoja, akalipa Jibril, akaridhishwa, basi haya amekwisha. Lakini umma wote uje unataka haki yao, kwa sababu ile barabara ilikuwa itengenezwe kwenda Mandera, pesa zake wewe ulikula. Sasa wale wenye kupita ile barabara ni watu 1,000,000, wote watakuja kutaka haki yao kwako wewe. Utakuwa muflis Sheikh. Na ukiwa muflis, amali zako zote zitachukuliwa. Haitoshi, dhambi za wale watu wengine zitachukuliwa, ubandikwe na wewe, kisha uingizwe katika moto wa jahannam. Ni tanbihi minaitoa kwa Waislamu. Mara nyingi Waislamu wa kileo tunaona kwamba masala ya mali ya umma ni jambo rahisi kabisa. Tujue, tutahadhari sana kuchukua kitu cha umma. Kitu cha umma tujitahadhari nacho. Si kwamba ile kumwimbia Jibrili mmoja yafaa. Nasema hili ni ahwan, ni sahali. Kwa sababu gani? Itakuwa hisabu yako ni baina yako na nani? Mtu mmoja. Lakini hisabu yako na umma utaweza? Hisabu yako na umma utaweza? Zitatukuliwa thawabu zako zote. Zikimalizika thawabu, bado wenye hisabu wanakuja. Tabidi sasa zitukuliwe dhambi zao wale, ubandikwe nazo wewe, kisha utupwe ndani ya moto wa jahannam. Mtume ndio akasema, ataduruna balil muflis, majua ni nani muflis? Masahaba akasema, man la dirham lahu wala dinar, ni yule ambaye hana dirham na dinar. Mtume akasema, la, huyo si muflis. Al-muflisu man yati yawm al-qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin wa birrin, وقد جاء ظلم هذا واخذ مال هذا وشتم هذا فيؤخذ من حسناته. Hasanati zake zikachukuliwa, hata idha faniyat, mpaka zikimalizika, ukhidha min sayiatihim, zikatukuliwa dhambi zao, thumma yutrahu fi nari. Huyo ndiye muflis. Kwa hivyo tahadhari usije ukawa muflis. Nafikiri tulikubaliana saa 2, Habib. Tumefika saa 2, ni kukimu swala tu, sababu watu wako hapa, kuna wenye kuitwa, sio? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe taufiki, kama vile ametukusanya hapa, atukusanye katika Firdaus al-A'la. Allahumma kama jama'tana fi hadha al-makan
فاجمعنا في فردوس الأعلى. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان فاجمعنا في فردوس الأعلى. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان فاجمعنا في فردوس الأعلى. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان فاجمعنا في فردوس الأعلى. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وإليك بمن عادانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر المسلمين في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. أحسنتم وجزاكم الله خير. ها؟